majina anaitwa Adel Richard Kelesi, ni baba watoto wawili, Mese na Metilida. Amina. Amen. Sisi tena vijana kuona maono. Mbona hujasema kama una mke mmoja? Na mke mmoja. Alida. Basi anaandika kichwa cha somo, andika hivi: kuishi kwa kusudi la Mungu. Kuishi kwa kusudi la Mungu. Ishi kwa kusudi la Mungu. Na kuishi kwa kusudi la Mungu. Mungu anatupenda. Mungu ametuchagua. Ameona tunafaa. Ameona ni watu wa thamani. Ndio maana akatuchagua hata siku ya leo tukawepo mahali hapa. Pasipo Mungu mimi na wewe tusingekutana mahali hapa. Naamini ni kusudi la Mungu kukutana mahali hapa. Bwana asifiwe. Amen. Kusudi la Mungu sisi kuweza kukutana mahali hapa ili kuweza kujiweka sawa kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Kusudi la Mungu ambalo ametuumba sisi, na mimi kila mmoja alipo mahali hapa ana kusudi ambalo Mungu anataka alifanye ili kuweza kukamilisha mwili wa Kristo. Hamna mtu ambaye yupo kwa ajili ya kusudi la Mungu. Wote hapa tupo kwa ajili ya kusudi la Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana tumeomba tofauti hata na wanyama na vitu tumeomba tofauti. Na sisi tumepewa akili. Hizi akili ambazo tumepewa kusudi ili tuweze kuvitawala vile vitu na kusudi tuweze kumtumikia yeye Mungu. Amina. Amen. Ndio maana tumeitwa wanadamu, tumeitwa vitu, tumeitwa wanyama. Sisi tumepewa utashi. Amina. Nimejaribu kutafsiri maana ya kusudi. Nikajaribu kutafsiri kwamba ni hali ya kutimiza jambo fulani katika maisha yako au katika maisha yangu. Ni hali ya kutimiza jambo fulani katika maisha yangu. Hiyo ndio maana ya kusudi. Kwa hiyo hapa ndio maana tupo hata mahali hapa kwa ajili ya kutimiza kusudi ambalo Mungu amekuitia. Ulipo hapa hupo kwa bahati mbaya. Ulipookoka upokoka kwa bahati mbaya. Naamini Mungu amekuleta hapa kuna kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lile kusudi lile unapolifanyia kazi linafanya wewe kuweza kukua katika kiroho. Kuweza kusogea hatua nyingine na kusogea hatua nyingine ya kiutumishi. Au katika hatua moja ya kimaisha kusogea hatua nyingine ya kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo ni hali ya kibinadamu. Katika hali ya kimungu nijaribu kusema hivi, ni hali ambayo Mungu ametuweka wanadamu katika maisha yetu ili tuweze kutimiza kwa jambo. Tuweze kutimiza jambo la Mungu ndani yetu au jambo lake ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni hali ambayo Mungu ametuweka wanadamu katika maisha yetu ili tuweze kutimiza jambo lake ndani yetu. Mungu ametuumba kwa kusudi na ameona wa thamani. Kwa maana amekupa kipawa, amekupa kalama, amekupa ujuzi, amekupa huduma ili tuweze kufaidiana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lile kusudi alilokupa Mungu ili tuweze kusaidiana kuweza kufikia utimilifu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lile kusudi ambalo Mungu amekupa lazima uweze kulifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lifanye kazi ili zidi kukua.
Ni sawa sawa na unapolima shamba, umelima, umepanda, unapopalilia mahindi yale sasa nastawi, unatoa yale majani. Kwa hiyo na sisi lile kusudi ambalo umepewa na Mungu, unapoliacha linazidi kudumaa na unazidi kudumaa. Tuko pamoja jamani? Amen. Kwa hiyo hapa ile kusudi ambalo umepewa, wewe umepewa labda umepewa kuongoza. Wale watu usipowaongoza vizuri watapotea. Wewe umepewa kuchunga. Usipochunga vizuri wale watu watapotea. Utadaiwa. Maana ni hilo ni kusudi ambalo Mungu amekuumba. Kile ambacho kiko ndani yako kinafanya kazi. Kile ambacho nakipendelea ndio kusudi ambalo Mungu amekupa uweze kulifanya. Sasa je, wewe kusudi lako unalitumia wapi? Au kusudi lako wewe linakusudia nini katika hii dunia, katika ulimwengu wa giza na ulimwengu wa roho? Mungu anataka kwamba tuonyeshe kile ambacho ametupa kiweze kufanya kazi, tuweze kuzaa matunda. Mungu anafurahishwa na sisi ambapo tunafanya kazi vile alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiangalia kitabu cha Mwanzo, ukisoma ile Mwanzo 1 na kuendelea, tunaona kwamba Mungu ameumba vitu, wanyama pamoja na wanadamu. Na katika vitu na wanyama, huyo mwanadamu amepewa ili aweze kuvimiliki, aweze kuvitawala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na unaona kwamba Mungu kwamba amempendelea tu mwanadamu peke yake, ambaye amempa ufahamu, amempa uwezo wa kuweza kumiliki, wa kuweza kutawala hivyo vitu. Jumapili ile iliyopita yetu tulikuwa tunasoma kwamba nasema kumiliki ni haki yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sisi tumepewa kwamba tuweze kumiliki. Ndio la kusudi la Mungu sisi kutuumba. Ndio kusudi la Mungu sisi kuweza kutuweka hapa duniani. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wewe inabidi uangalie mimi katika kusudi la Mungu ameniitia ninafanya nini? Nini kinafanyika ndani yangu ili nionekane kwamba mimi ninafanya kusudi la Mungu linaweza kusonga mbele? Na Mungu alipotuumba kwamba sio kuishi kwa mateso, sio tuishi kwa kuhangaika, hapana. Hajatuumbia hivyo. Amen. Haleluya. Amen. Haya mateso yanakuja sisi wenyewe kuacha kusudi la Mungu. Tunapoliacha kusudi la Mungu ndio maana tunakuta tunaishi kwenye shida, tunaishi kwenye mateso, kwenye dhiki, kwenye majanga. Na Mungu anajaribu, na mwingine unakuta unapitia changamoto ili Mungu aweze kukurudisha urudi kwenye nani? Kwenye kusudi lake ambalo amekuitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine umesimama vizuri, lakini unakuta wakati unakuta kwamba umerudi nyuma, au unaonekana kwamba kuna vitu ambavyo unavipitia. Unajiuliza, kwani ni nini hicho ambacho ninakipitia? Wakati unajua kabisa hapa nimemkosea Mungu, na Mungu anajaribu kuweza kukuweka kwenye mwelekeo, kusimama katika njia iliyonyooka. Huyu mtu nimeweka kwenye kusudi hili, kwa nini anapotea? Ndio Mungu nakuta muda mwingine anaruhusu majaribu, anaruhusu changamoto ili kupitia changamoto ile uweze kurudi katika njia yake.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo changamoto hatujaongewa sisi. Haleluya. Changamoto zinakuja pale tunapoacha kusudi lile la Mungu. Tunapoacha yale Mungu ambayo anatuagiza kwamba tuweze kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, mimi na wewe lazima tuweze kutambua kwamba Mungu amenitia nini. Mungu anataka nifanye nini? Kitu gani ambacho Mungu anataka nimsogezee mbele zake? Kitu gani Mungu ambacho anataka nikifanye mbele zake ili niweze kumfurahisha Mungu? Ili niweze kutembea naye, ili aweze kunielekeza na kingine cha kuweza kusogea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana kuna wakati mwingine tusikia sauti ya Mungu. Hatusikia hata maonyo kwa sababu tumeshakufa kiroho. Lile kusudi tena halipo tena. Kwa hiyo lazima ujitahidi, mtu wa Mungu, uangalie ni wapi ambapo mimi niweza kuacha kusudi la Mungu. Ni wapi mimi ambapo Mungu ninamuuzi? Ni wapi ambapo mimi ninashindwa kusimama vizuri na Mungu? Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapotambua Mungu anaamini. Tunapotambua tunarudi kwa toba, Mungu anaturejesha tena, tunasimama katika njia iliyonyooka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Maana tunaposimama katika njia iliyonyooka, Mungu anazidi kutuimarisha. Mungu anazidi kutukuza. Mungu anazidi kutusogeza hatua nyingine. Mungu anazidi kutuimarisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kufanikiwa, lazima tuweze kuishi katika kusudi la Mungu. Na katika maisha tunayoishi, ili uweze kufanikiwa, lazima uweze kufight kwa nguvu. Pasipo kupambana uweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na Mungu, ili tuweze kufanikiwa, lazima tuishi katika kusudi la Mungu, tuweze kuishi katika njia za Mungu, tuweze kuishi katika maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka tufanye nini? Kitu gani Mungu anataka tukitende? Tunapoishi tutafanikiwa, na mimi tutazidi kukua kiroho, tutazidi kuimarika. Amina. Amen. Pasipo kutembea katika kusudi la Mungu, pasipo kuishi katika kusudi la Mungu, naamini tutapata shida. Naamini tutakuwa watu wa kurudi nyuma muda wote. Tunakuwa hatujatambua kile ambacho ni cha thamani mbele za Mungu, ni kile ambacho Mungu ametupatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naamini ukitambua, utakuwa mtu wa kawaida, utakuwa ni mtu wa tofauti. Haleluya. Amen. Sio ni watu wanafanya vizuri, watu wanafanya vizuri kwamba wale wanatambua kwamba lile kusudi la Mungu, kwamba mimi natembea katika kusudi la Mungu. Unaona mtu anabarikiwa, anasema mimi mbona huyu anabarikiwa mimi sibarikiwi? Angalia, ametembea katika kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mmoja anaweza kuitoa kwenye kusudi la Mungu. Ukiangalia mfano wa Yeremia, kitabu cha Yeremia 1 mstari wa 4 mpaka 10. Inatuelekeza Yeremia 1 mstari wa 4 mpaka 10. Tuambia kabisa kwamba Mungu alipomuumba, kabla sijakuumba, na alikujua. Kwa hiyo wewe ulipo hapo, kabla Mungu hajakuumba, na alikujua, na anakujua kwamba wewe utakuwa nani, na anajua kwamba kuna kusudi gani ambalo ameliweka kwako. Kwa hiyo wewe ni kazi tu kuifanyia kazi. Wewe kazi yako ni kuendelea kuipalilia lile kusudi.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fungu ile Yeremia 1 mstari wa 4 mpaka wa 10. Tukasoma Yeremia 1 mstari wa 4 mpaka 10 nasema. Neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, sasa mimi siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu utakaye kutuma kwake, nao utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi niko pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaonyesha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimekutia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa, juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa, ili na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nikwambie mtu wa Mungu. Mungu hapo ulipo anakujua. Amen. Na anakujua kuliko wewe unavyojijua. Na anajua mawazo yako nayo yawaza. Na anajua fikira zako. Amen. Kwamba unachokifikiria ni nini. Mungu hawezi akakuagiza kufanya jambo ambalo anajua kwamba hili mwanangu hawezi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati mwingine Mungu anatumia watu wake. Siwezi nikasema Mika usifu kama huwezi kusifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile kilichopo ndani yako Mungu amekiona. Ndio maana hata mtumishi anapokaa na wewe, anapokuambia simama kwenye nafasi fulani, anajua kwamba huyu akisimama kwenye nafasi fulani itafanyika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi unakuta ile roho ambayo kusema mimi siwezi ni roho ya adui ambayo inakuwa inakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakwambia mtu wa Mungu, ondoa hiyo roho ambayo wewe inakufanya kwamba mimi siwezi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie Mungu kwamba mimi ninaweza mpaka nikachaguliwa hapa. Sio kwamba siwezi, ninaweza. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi toka kuwepo tu kwamba wewe uwezi, unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni lazima uweze kuangalia kwamba mimi ni upinzani gani ambao ninakutana nao ili kushinda kutimiza lile kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unaposhindwa kutimiza lile kusudi la Mungu, Mungu anainua watu wengine na wewe unabaki pale pale. Na mwisho wa siku utadaiwa. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna kitu ambacho utafanya cha hasara, kila kitu kina faida unapofanya kwa umakini. Na kazi unapofanya kwa ugoigoi utaona kwamba kazi ni ngumu, lakini ukifanya kwa bidii unaona kazi hii unaona ni nzuri na inakupa kipato. Bwana Yesu asifiwe. Hata kazi ya Mungu unapofanya katika kusudi la Mungu, humo unaofanya humo mnamkate humo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ukifanya kwa hakika, amini Mungu hawezi kukuacha. Amini Mungu hata kutupa. Amen. Haleluya. Amen. Tunajisalawisha si wenyewe, tunarudi nyuma sisi wenyewe kwa sababu ya kuto kutembea katika kusudi la Mungu. Kwa maana tunaona hata vitu tunavyofanya kama ni vigumu. Mwisho wa siku tunaanza kujipambania sisi wenyewe. Baada ya kumwacha Mungu atupambanie, tunajipambania sisi wenyewe. Kitendo cha kujipambania sisi wenyewe, tumeacha kusudi la Mungu na kuanza kujipambania sisi wenyewe kwa akili zenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa akili zetu hatuwezi kufika pale tunapotaka kufika. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa akili zetu tutafika sehemu ndogo, hatuwezi kufika pale tunapotaka kufika. Kwa sababu tunaona utafika kwa msaada, utategemea msaada. Labda nitegemee msaada, labda nitegemea kitu fulani, kitakuja kitaisha. Msaada unaotaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukimtegemea Mungu siku zote, yeye haishiwi. Amen. Siku zote Mungu anacho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wakati wote tuone kwamba Mungu ndio kila kitu. Mungu ndio mwokozi wetu. Mungu ndiye msaada wetu. Kwa hiyo tunatakiwa tutembee katika kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ndio litakalotusaidia sisi kuweza kumuona Mungu katika maisha yetu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasemaje kwamba tunamuonaje Mungu katika maisha yetu? Mungu anaweza kusema tunamuonaje kwenye maisha yetu? Katika ile kazi unayoifanya, Mungu anamuona akikubariki. Amen. Amina. Amen. Akikubariki hawezi kukuacha. Lakini tunapotoka nje ya kusudi la Mungu, tunaona kwamba tunaishi katika dhiki, tunaishi katika shida na vitu ambavyo havipendezi katika utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie pointi 3 angalau hata 4 hivi, ili uweze kuishi katika kusudi la Mungu. Kuna vitu ambavyo unatakiwa kufuata. Ili uweze kuishi katika kusudi la Mungu, kuna vitu ambavyo unatakiwa ufuate. Kila kitu kina kanuni na taratibu. Ukiuka taratibu na kanuni, nini utaweza kufika. Maana hata unapoenda sehemu lazima kuna njia ambayo unaelekezwa. Usipofuata ile njia utapotea. Amina. Na sasa ili tuweze kuishi katika kusudi la Mungu, lazima kuna taratibu ambazo tunatakiwa tuzifuate. Cha kwanza, kuishi neno la Mungu. Kuishi neno la Mungu, neno la Mungu kuishi. Tunaweza kusemaje kuishi, tunaliishije neno la Mungu? Neno la Mungu tunaliishi. Tunaweza kusema vile ambavyo neno la Mungu linasema. Vile ambavyo neno la Mungu linatuagiza, vile ambavyo neno la Mungu linatuelekeza, ndivyo tukifuata, ndipo tutakuwa tunaishi katika kusudi la Mungu. Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linakuongozaje? Kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, ukisoma ile Zaburi 32 mstari wa 8, linasema kwamba nitakuongoza, nitakufundisha, nitakuongoza, nitakushauri, na jicho langu litakutazama njia utakayoendea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sisi tukiishi katika neno la Mungu, Mungu atatuongoza. Mungu atakufundisha, Mungu atakushauri kwamba njia unayoenda sio, nenda njia hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia anakuambia neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni taa ya miguu yetu ambayo inatangulia kutuongoza sisi. Kwa hiyo ukiishi katika kusudi la Mungu, lile neno litakuongoza. Neno litakwambia kwamba hapa sipo, hapa ndipo. Lakini kama upo nje ya kusudi la Mungu, wewe utaona kila kitu ni kawaida. Utatemea unaona kila sehemu ni kawaida tu. Utajua kwamba ninapotea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapo unakuwa kama umekufa kabisa, huoni chochote kwamba kinachoendelea ni nini. Unaona kila kitu ni sawa. Kwa hiyo ukiwa na Mungu, ukiishi kwenye kusudi la Mungu, na mimi mtu wa Mungu utastawi. Haitafika sehemu kafeli ukashindwa kutoka. Haitafika sehemu ukashindwa kabisa kwamba mimi hapa mwisho. Hapana. Mungu anakuwa na namna nyingi za kuweza kukutoa. Bwana Yesu asifiwe.
ishi neno la Mungu, neno la Mungu litakusaidia. Tusome kile kitabu cha Yohana 4 mstari wa 4. Yohana 4 mstari wa 24. Nimepata kusomea. Yohana 4 mstari wa 24. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amina. Mungu ni roho, imewapasa wale wamwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo tunapomwabudu Mungu katika roho na kweli, amini Mungu hawezi kukuacha. Naamini Mungu hawezi kukutupa. Amen. Naamini mtu wa Mungu siku ya leo, Mungu anataka utembee katika njia zake. Naamini Mungu anataka kwamba uweze kubadilika, kwamba mahali ambapo ulipo ukatembea kwa usahihi katika kusudi lake. Yeye hawezi kukuacha, hata kuacha uangamie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pointi nyingine, utii. Bwana Yesu asifiwe. Utii wetu unatusaidia sisi kuweza kuimarika. Utii wetu unatusaidia sisi kuweza kusimama vizuri na Mungu, kwa sababu unapokuwa katika kusudi la Mungu, kuna wakati Mungu atakuelekeza cha kufanya, inabidi uchukue hatua. Anasema utii ni bora kuliko dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kile kitu anachoelekeza Mungu, anakuelekeza nini? Mungu anataka ufanye nini? Unapotii Mungu hatakuacha uangamie, hatakuacha upotee. Nimesimama na kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Sasa tu Ibrahimu hapo alipokuwa mtii mbele za Mungu, na Mungu anamuelekeza. Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Tutasoma Amen. Mwanzo 12 mstari wa 1 hadi wa 3 nasema. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kukuza jina lako, wewe nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye kulaani nitamlaani, na katika wewe jamaa zako dunia watabarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unapokuwa mtii, baraka zitakuja ndani yako. Mungu atakuelekeza kile cha kufanya, na anakuelekeza kwamba ukifanya kile kwa uhakika, naamini Mungu naye atakuwa juu yako, ya kuweza kukutetea, ya kuweza kukuinua mahali ulipo na kusogea hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna nyingine Isaya 1:19 na 20. Isaya 1:19 mpaka 20. Bwana anasema mkikubali na kutii na kula mema ya nchi, bali mkikataa mtaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somea aliyepata kitabu cha Isaya 1:19. Isaya 1:19-20. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama tutakataa kutembea katika kusudi la Mungu tutaangamia, bali tukubali kutembea katika kusudi la Mungu, naamini Mungu atatubariki. Atatubariki vya rohoni na vya mwilini. Amina. Amen. Pointi nyingine, kuwa na moyo wa unyenyekevu. Kuwa na moyo wa kunyenyekea.
Mungu anataka moyo ulionyenyekea, moyo uliopondeka. Tunanyenyekea. Unyenyekevu maana yake nini? Ni hali ya kujishusha. Sio kujiinua kama hiki nimefanya leo na Juma. Asema nyingine anasema kujimwanga pale. Kujiona wewe ni bora. Kujiona mimi ninafaa zaidi. Kujiona mimi kama sio mimi hata hiki kitu kisingeweza kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapojinyenyekeza Mungu atakuinua zaidi. Atakutumia katika viwango vingine vya juu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni kazi atakuinua katika viwango vya juu. Utakuwa pale ulipo kwa sababu ya unyenyekevu. Yaani vitu vidogo sana ambavyo sisi vinatufaidisha katika maisha tunayoishi, katika utumishi wetu, hata katika jamii tunayoishi, hata na watu ambao tunaishi nao. Ni inawezekana vitu vidogo sana ambavyo sasa vinatufanya tushindwe kuinuka, tukawa tunapiga baki kwa sababu ya kukosa neno unyenyekevu. Sababu ya kukosa unyenyekevu, sababu ya kukosa utii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani unyenyekevu wenyewe una moyo ulioshuka, kwamba unashuka. Sio mtu wa kujikweza. Unakuwa na utii. Unakuwa na hofu. Yaani kila kitu unafanya kwa hofu. Hofu ya Mungu, sio hofu ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakuwa na moyo ulioshuka mbele za Mungu. Unasali mbele za Mungu. Sasa leo ukijiona mimi kama mimi, na Mungu apendezwe. Amen. Naona hata na malaika yule Lucifer, kwa ajili ya kujikweza, kwa ajili ya kujiinua, alishushwa. Kwa hiyo na sisi kama tumetambua kwamba tuko katika kusudi la Mungu, lazima uwe na moyo ulionyenyekea, moyo wa kushuka, moyo wa kupondeka, moyo wenye hofu, moyo ulio tayari kwenda na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu anatuelekeza nini? Roho wa Mungu anasema nini na wewe? Kwa sababu kama una roho ya unyenyekevu, naamini Mungu hawezi kushindwa kusema na wewe. Lazima atasema na wewe. Lakini lazima uwe na moyo ambayo uko tayari kwa ajili ya kupokea yale maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Pointi nyingine, kuwa na imani. Kuwa na imani. Imani ni chanzo zetu. Unapokuwa na imani ya yale unayofanya, utainuliwa, utaona mkono wa Mungu, utaona uwezo wa Mungu. Anakuambia kwamba mngekuwa na imani angalau hata chembe ya haradali, ndio waambia mlima ungooka, kangooka. Sasa imani ndio inatufanya sisi kuweza kufanya mambo makubwa. Amen. Haleluya. Amina. Kwa hiyo pasipokuwa na imani hauwezi kufanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu vitu utaviona utaogopa kuvifanya. Utashindwa kufanya
sababu imani ndani yako imekosekana, kwamba nikifanya hivi hakitakuwa hivi, unakuwa na mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi ninamaliza na kusema hivi, usikate tamaa kwa jambo lolote. Amini Mungu anakuwazia mema. Jifunze kukaa katika kusudi la Mungu. Haijalishi unapitishwa katika magumu, mambo magumu. Haijalishi unapitishwa katika mambo magumu ya namna gani. Usiangalie ukubwa wa tatizo. Muangalie Mungu, kwamba Mungu ndio kila kitu. Muangalie Mungu, kwamba Mungu yeye ndio atakaye kushindia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiangalie ukubwa wa tatizo, usiangalie ukubwa wa changamoto, muangalie Mungu, kwamba Mungu yeye ndio atakaye kushindia. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Baba Yohana, usiangalie ukubwa wa tatizo, muangalie Mungu. Amina. Weka imani kwa Mungu. Yote yanawezekana kwake aminie. Amina. Amina. Usiangalie kwamba kuna tatizo gumu ili tatizo litakuwaje. Mungu yeye anaweza. Hakuna kitu kinachoshindikana kwake. Amen. Bali waamini kwamba Mungu hayo yote yanawezekana. Amina. Mungu awabariki. Hili ndio neno la mchana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili, kuishi kwa kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu lililoko maishani mwako tunatakiwa litambue. Lipo kusudi Mungu ambalo ameacha maishani mwako. Kusudi la kwanza wewe ni kumtumikia Mungu. Kusudi la pili, uangalia amekupa vipawa gani, karama gani, ujuzi gani. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Angalia Mungu amekupa kusudi gani. Wengine wamepewa kusudi la kusaidia wengine, kusudi la kusimamia wengine, kusudi la kulea familia, kusudi la kuangalia nyumba ya Mungu, kusudi la kutunza mtumishi wa Mungu. Kila mmoja hapo tumekaa tuna makusudi tofauti tofauti. Amen. Mwingine kusudi lake anakuja kwenye nyumba ya ibada ili apate lengo lake. Lengo lake likitimia basi. Likitimia basi. Lakini tunachoangalia zaidi ni yale malengo ya Mungu ndani yetu. Baada ya kuwa tumeondoka hapa, baada ya kuwa tumekufa, Mungu atakwambia nilikuweka duniani kwa lengo gani? Si ndio? Amen. Hata unafanya kazi ya duka, si una lengo la kupata faida? Unachukua vitu kwenye duka la jumla uje uuze kidogo kidogo ili upate faida, si ndio? Sasa lengo lako ni nini? Kuna watu wanamtumikia Mungu hapa hawana malengo. Wakati tunapojifunza imani alasiri tulikuwa tunasema tupo duniani kwa kusudi gani? Tupo duniani tumtumikie Mungu tupate kufika naye mbinguni. Sasa unamtumikiaje? Una lengo gani? Una kusudi gani? Au hata mtu akikuuliza kusudi lako la kuokoka ilikuwa ni nini? Ili nimtumikie Mungu. Kusudi langu la kuokoka ni mtumikie Mungu. Kusudi langu la kuokoka niache dhambi. Mtumikie Mungu. Sasa hebu angalia Mungu ameweka kusudi gani moyoni mwako. Kama una kusudi lolote, hauna kusudi lolote, tupo tutakusaidia. Tuambie kwamba mimi kusudi langu silijui. Tutaanza kukuombea na Mungu atafunua kwamba kusudi nililokuitia, kusudi nililokuokoa, kusudi nililokuletea hapa ni hili. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wengine makusudi yao ni mepesi tu. Kusudi lake ni mwana maombi, kusudi lake ni muonaje, kusudi lake ni mwinjilisti, kusudi lake ni nabii. Umeona? Amen. Amsema kwamba Mungu amesema toka tumboni mwa mama yako nalikujua. Wengine wamekusudiwa kuandika mashairi, wengine wamekusudiwa kutangaza injili dunia nzima. Lazima uanze kuangalia kusudi langu ni nini. Usikae tu nyumbani mwa Bwana. Wengine kusudi lao ni ile huduma ya ukarimu. Bwana asifiwe. Amen. Unakuta mtu anatoka hasikilizi ibada,
anaenda anapika, anajisikia vizuri watu wakila. Jamani, si ni kweli? Amen. Lakini kwa haraka mtasema, we acha kila kitu, njoo kwenye ibada hii, njoo kwenye ibada hii. Umeacha kusudi la msingi kusikiliza neno. Lakini baadaye, baada ya ibada kuisha, si njaa itauma. Si lile kusudi zuri la ushirika wa pamoja si mzuri. Monika ni baya. Hiyo ni kalama ya ngapi? Wengine tutasimamia kalama 9, mwingine atasimamia 10. Thomas, sisi kuna kalama 9 ya 10 kula na kunywa, si ndio? Sasa mngereza mimi ile kalama ya 10 munipe mimi. Sasa na hilo ushindwe, na hilo ushindwe, na hilo ukose. Kwa kuangalia kusudi la wewe kuumbwa na Mungu, kusudi la wewe kuletwa na Mungu ni nini? Sio kulea tu familia, kwamba kusudi la wewe ulee familia, ukishamaliza kulea familia umekuwa wakubwa uozeshe, hawajaolewa, ukishakufa umelala kwenye sandiko unasema nimemaliza mwendo katika Bwana. Hiyo si pambana, pigana na kusudi alilokuwekea Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kusudi alilokuwekea Mungu lionekane katika maisha yako na wengine. Mimi ninaona siku si nyingi Thomas tutakuwa anaanza kuhubiri. Siku si nyingi Neema Peter na utaanza kuhubiri. Utaanza kuhubiri umshinde Masayuni vizuri, na afu muulize, mwenzako uliokoka mwaka gani? Na yeye alitokea kwenye Uislamu hivi na wewe umetokea kwenye Uislamu hivi, afu mshinde ijue kama ilikuwaje. Ili ujue nimekushindaje, nimekupitaje. Bwana apewe sifa. Kwa kila mmoja kazane kuchochea makusudi yake. Makusudi ni kama malengo. Sawa? Amina. Malengo ya Mungu yako kwetu. Malengo ya kwetu. Hata wakati mwingine unatoka hapa, unaenda hapo unamshuhudia injili huyu, hilo ni lengo la Mungu. Unatoka hapo unamshuhudia injili huyu, kwamba kanisani kuna ibada nzuri Jumapili na kukaribisha, itakuwa yenye heri, itakuwa yenye neema. Tano umemwalika. Hii ni kusudi la Mungu ili asikie injili, si ndio? Ndio ufanye hivi, kutembea na makusudi ya Mungu. Ujijue wewe ni nani unapotembea na makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi mimi nilikuwa naongezea tu hiyo neema.